Mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Mohamed Ali Abdullah ameahidi kushirikiana kwa karibu na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kuhakikisha wafanyabiashara wanatekeleza majukumu yao ipasavyo, hasa kulipa kodi, kwani bila kodi hakuna maendeleo ya taifa yanayoweza kupatikana. Akizungumza ofisini kwake Vuga baada ya kukutana na timu ya elimu ya kodi mlango kwa mlango kutoka TRA kanda ya Zanzibar, Mheshimiwa Mohamed amesema ni wajibu wa kila mfanyabiashara kuhakikisha analipa kodi kwa wakati ili kuchangia maendeleo ya taifa. Kwa hivyo mimi nikupongezeni na niungane na nyinyi kwamba katika suala hili la utoaji wa elimu tutakuwa pamoja ili kuhakikisha kwamba yale malengo yakitakiwa yaweze kufikia na kuwafikia watu waweza kujua kwamba kupata uelewa kuhusiana na kodi. Elimu na kodi ni kitu muhimu, lakini sio wafanya biashara, lakini na wananchi pia ambao wanatumia wanunuzi wa bidhaa. Inawezekana wakati mwingine mfanya biashara atakuwa tayari kutoa risiti, lakini mchukuaji wa risiti akawa yeye hata habari nayo. Sasa nimeona jitihada ambazo mnachukua wakati mwingine mpaka mashuleni huko na sehemu nyingine, naona nitashukuru sana, lakini ni vizuri sana kuelewa uweza kutanua wigo uweze kuwa mpana zaidi, kwamba mtu asajili biashara yake ni kucheka kabisa, lakini kingine aweze kujua kwamba analipa kodi vipi na ile kodi hasa malengo yake ni na sababu yake ni nini. Lakini pia tuendelee kuelimisha kwamba risiti za kielektroniki ambazo wanatakiwa watoe ni muhimu sana. Kidhamiria ni kizuri na ni kikubwa kabisa, sababu hata Mtume alipoanza kutoa utume hakuambiwa kitu chochote. Mwenyezi Mungu aliachia mbali mambo ya fimbo kutoka nyoka, ngamia kutoka katika jabali, akamwambia ikra bismi rabbika, hapa aliyasome kwa jina la. Akizungumza kwa niaba ya naibu kamishna wa TRA Zanzibar, kaimu meneja wa forodha Zanzibar Suleiman Abdullah Said amemwomba mkuu wa mkoa kushirikiana katika kutoa elimu ya kodi kwa jamii, haswa kwa wafanya biashara, kwani wengi wao wamekuwa hawana elimu hiyo na wamekuwa wakikwepa kulipa kodi na kuikosesha serikali mapato. Ili waweze kulipa kodi kwa hiari na kwa uelewa. Kwa hiyo huwa tuna mikakati mbalimbali ya ufikishaji wa elimu kwa wafanyabiashara hao na walipa kodi. Tuna mipangilio mbalimbali, tunatumia njia mbalimbali. Sasa hivi tumeandaa namna ya kufikisha elimu kwa walipa kodi wetu na wafanyabiashara wetu kutumia utaratibu wa mlango kwa mlango. Kwa hiyo ndani ya wiki hii na huenda ni wiki ijayo tutakuwa na mazoezi haya ndani ya Zanzibar nzima, mikoa yote Unguja na Pemba. Lakini leo nimeingia hapa kwa utambulisho zaidi, kwanza kufungua tupo na kuomba support yako na kuomba uangalizi wako, na sababu tutakuwa tuko mitaani huko tunakwenda kutoa elimu, inaweza kutokea baadhi ya matokeo. Naomba utulinde au tuelekeze panapobidi, visivyo ndivyo. Kwa upande wake, afisa mkuu wa elimu kutoka TRA Dr. Shueikha Khalfan amesema mpango wa mlango kwa mlango unalenga kuwafikishia wafanyabiashara elimu ya kodi moja kwa moja. Mpango huu wa elimu ya kodi ya mlango kwa mlango ni utaratibu wa TRA ambao umejiwekea kwa lengo la kumfikishia mfanya biashara elimu ya kodi akiwa katika maeneo yake ya biashara bila ya kuhangaika. Katika mpango huu wa kipindi hiki tumekusudia kutoa elimu ya kodi ya mlango kwa mlango kwa muda wa wiki mbili, kuanzia tarehe 13 leo hadi tarehe 24 katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar, Unguja na Pemba. Zoezi kama hili ambalo tunalifanya leo hapa Unguja, basi na Pemba tunatarajia nao wataanza kuzindua zoezi hili rasmi. Lengo ni kuinua uelewa na kiwango cha kodi, uelewa wa elimu ya kodi, kwa sababu tunaamini mfanya biashara
akielewa wajibu wake na namna ya kulipa kodi, basi atalipa kodi yake kwa hiari. Na kwa kipindi hiki kama tulivyosema, kwa upande wa Zanzibar tunajaribu kuangalia kwamba ikiwa itawezekana kila mfanya biashara tuweze kufikia kwenye mlango wake, tuzungumze naye, tumuelekeze.